Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026, moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na kile ambacho kimeweza kuzungumzwa naye Mheshimiwa Mwabukusi, kwani ameweza kuzungumza kauli sawia na ile ambayo Mheshimiwa Humphrey Polepole alikuwa ameweza kuizungumza kabla ya kutekwa kwake, kwani Mwabukusi anaamini kwamba hakuna haja ya maridhiano yoyote yale kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Kauli hii yake imeweza kutokea ama ameweza kuizungumza baada ya kauli na pendekezo lililoweza kupendekezwa na bunge la Ulaya. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii na utufahamishe unakozidi kututizama. Naam, mtazamaji wangu, siku ya jana kuliweza kutolewa pendekezo ya kwamba kuweza kufanywa maridhiano kati ya chama Chadema pamoja na chama tawala cha CCM. Ila kauli hiyo baadhi ya watu hawajaweza kuipokea kama jinsi ambavyo bunge la Marekani lilikuwa likitarajia. Kiongozi kama Mwabukusi ameweza kuweka hadharani kwamba swala la maridhiano kufanyika hivi sasa ni jambo ambalo la kuvunja moyo, ikiwemo kuna baadhi ya waathiriwa walioweza kuathirika na maandamano na ghasia za uchaguzi wa mwaka 2025. Hadi leo hii haki haijaweza kupatikana. Pia kuna baadhi ya wanaharakati walioweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Pia viongozi waliokuwa wakipinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, mfano akiwa Mheshimiwa Humphrey Polepole, kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti mkuu wa chama Chadema, kuendelea kushikililiwa gerezani. Je, maridhiano haya ni maridhiano ambayo yataweza kuongozwa kwa njia gani? Hivyo basi Mwabukusi ameweza kuweka hadharani kwamba haina haja wala nia yoyote ile ya maridhiano yaweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo limeweza kugusa maelfu ya watu kutokana na jinsi ambavyo wengi wanazidi kuunga mkono kile kinachozidi alichoweza kukizungumza. Ila mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ni kama kuna ukweli kwa alichoweza kukizungumza, na mbaya kabisa, sote tunafahamu kwamba viongozi wakuu wa serikali ya CCM hivi sasa wako mbioni kwa mbinu zozote zile waweze kuzitumia ili maandamano ya Sabasaba yasiweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa ni dalili nyingine ya kuonyesha jinsi gani ambavyo kweli viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi hawazidi kusimama na chama tawala cha CCM, wanazidi kusimama na chama Chadema. Hii hapa ni kutokana na kile ambacho Mheshimiwa John Heche ameweza kukianzisha, katiba mpya na pia Free Tundu Lissu, mambo ambayo moja kwa moja yanaonekana ni mambo ambayo yataweza kufaa Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani una taswira tofauti kabisa na ile ambayo Jamhuri ya Tanzania imekuwa ikionekana katika mataifa ya kigeni. Sote tunafahamu kwamba katika serikali ambazo zimeweza kutangulia serikali iliyoko madarakani hivi sasa hazijakuwa na visa vya aina hii ambavyo vinazidi kushuhudiwa katika serikali hii ya CCM. Hii ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo wananchi wale waliokuwa wakiongozwa na serikali zilizoweza kutangulia, hivi sasa wananchi hao wengi wameweza kuchoshwa na serikali iliyoko madarakani. Na sio siri, bali sote tunafahamu aina ya uongozi unaozidi kuonekana ama kutumiwa kuongoza Jamhuri ya Tanzania hivi sasa ndio unaozidi kuchangia kwa haya yote kuendelea kutokea. Mtazamaji wangu, sio siri tena, kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo aliweza kuwa na ufuasi mkubwa katika mitandao ya kijamii. Leo hii ikielekea mwaka kwanzia aweze kutoweka, kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu
Juzi kati tumeweza kushuhudia bibi yake akiwa katika bunge la Ulaya katika kikao alichoweza kuketi, huku akianza kufunguka na kuzungumza mazito ambayo yaliweza kugusa wengi ambao wapo na utu na kujali maslahi ya binadamu, sawia na alichoweza kukifanya dada yake Mheshimiwa Humphrey Polepole, na mbeleni aliweza kuwa ni kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole ambaye ni Agostino Polepole, ambaye aliweza kurejea katika Jamhuri ya Tanzania ili kumtafuta kaka yake Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambapo uwepo wake haujulikani aliko hadi leo hii, jambo ambalo linazidi kutia hasira na viongozi walioko madarakani kunyamazia kimya swala hili. Moja kwa moja Watanzania wengi wanaamini kwamba huenda serikali hiyo iliyoko madarakani inachangia visa vya aina hiyo, kwani wao ndio wapo na haki ya kulinda maisha mwana binadamu katika Jamhuri ya Tanzania. Ila kama watu wataweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi na serikali hiyo kunyamaza kimya, inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo mengi yanazidi kutokea, ila haya mengi yanazidi kutokea kwa kuumiza mwananchi wa chini katika Jamhuri ya Tanzania, huku mwananchi anayezidi kuwa na viongozi wakuu wa serikali karibu kuwa na maisha rahisi, jambo ambalo linazidi kuleta tofauti kubwa ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo inazidi kuchochea hata maandamano ya Sabasaba. Ila kama kweli viongozi wakuu wa CCM wanazidi kujali maslahi ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, hivi sasa ndio muda na wakati sahihi kusikiliza vilio vinavyozidi kuliliwa na mamilioni ya Watanzania kwa aina ya uongozi ulioko madarakani uweze kuwajibika, uongozi ulioko madarakani uweze kutoa haki, na ndipo ambapo pendekezo la maridhiano ambalo liweza kuratibiwa na bunge la Ulaya liweze kufuatia. Kwa kweli huenda ikaweza kupewa nafasi na viongozi wa chama Chadema na hata baadhi ya wananchi ambao wanaamini huenda maridhiano yakaweza kuweka taswira mpya ya kisiasa hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila ni lazima kuna baadhi ya mambo ambayo serikali iliyoko madarakani iweze kuonyesha nia, na sio nia tu bali waweze kuyatimiza, na ndipo ambapo maridhiano hayo yaweze kufanyika. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Kauli aliyoweza kuizungumza mwanaharakati na Mheshimiwa Mwabukusi ni kauli sahihi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, subscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.